Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakaguzi wa nyuklia wataanza kutembelea nchini Iran kwa ajili ya kufanya uchunguzi katika vinu vya nyuklia ambavyo vimefanywa mashambulizi na Marekani na Israel katika kipindi cha vita vya mwezi Juni. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa shirika la kimataifa la ulinzi wa nyuklia, amesema timu ya shirika hilo itafanya ukaguzi nchini Iran chini ya makubaliano ya awali ya amani kati ya nchi hiyo na Marekani. Ukaguzi utafanyika. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la nishati atomiki Rafael Gross aliwaambia waandishi wa habari nchini Japan. Amesema zaidi kwamba tutaeleza kuhusu tarehe, taratibu, maeneo hivi karibuni. Mkataba uliosainiwa wiki iliyopita ulisema wazi uyeyushaji wa urani uliorutubishwa utafanywa chini ya usimamizi wa IAEA, alisema. Hata hivyo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran alisema ufikiaji wa vituo vyake vya nyuklia vilivyoharibiwa na nyenzo za nyuklia utaelezwa ndani ya makubaliano ya mwisho na Marekani. Maoni ya Grossi yanakuja huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akizuru mataifa ya Ghuba kujadili makubaliano ya Marekani na Iran. Mnamo siku ya Jumatano alikutana na rais wa UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan na anatarajiwa kusafiri hadi Kuwait na Bahrain. Makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran pia yalisema Iran itaruhusu meli kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Marekani ikiondoa kizuizi cha majini kwenye bandari za Iran. Siku ya Jumatano, bei ya mafuta ghafi ilishuka kwa mara ya kwanza tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vianze. Wakati huo Umoja wa Mataifa umesema baadhi ya meli tayari zimepita chini ya mpango wa kuhamasisha maelfu ya mabaharia ambao wamekwama kwenye meli kutokana na vita. Gross alisema ukaguzi huo utafanyika kwa ushirikiano na serikali ya Iran. Iwe hili litatokea kesho au ndani ya wiki moja au ndani ya siku 10 ni muhimu, anasema Rafael Gross. Naibu waziri wa mambo ya nje ya Iran Kazem Gharibabadi alionekana kupinga maoni hayo. Chini ya makubaliano ya vipengele 14, Marekani na Iran zimeahidi kujadili makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60. Kabla ya kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel na Iran tarehe 28 Februari, IAEA iliripoti kwamba ilikuwa na kilo 440 sawa na paundi 970 za urani ambazo zilirutubishwa hadi 60%, ambayo ni karibu kiwango cha silaha. Kiwango hicho kingetosha ikiwa kingerutubishwa hadi 90% kwa mabomu 10. Iran inasisitiza shughuli zake za nyuklia ni za amani na haitajaribu kamwe kutengeneza au kupata silaha za nyuklia. Chini ya makubaliano ya mwaka 2015 na Marekani na mataifa mengine matano yenye nguvu duniani, Iran ilikubali kupunguza shughuli zake za nyuklia na kuruhusu ufuatiliaji. Hata hivyo, Trump aliachana na makubaliano hayo wakati wa muhula wake wa kwanza mwaka 2018 na karejesha vikwazo vya Marekani. Iran ililipiza kisasi kwa kukiuka zaidi makubaliano hayo, hasa vile vinavyohusiana na urutubishaji wa urani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mipango ya IAEA kuanza kufanya ukaguzi katika vinu vya nyuklia vya Iran. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.